Kwanza nimshukuru Mungu, mchezo umeisha salama kwa timu zote mbili. Pili niwapongeze klabu ya Yanga African Modern Taarab kwa kuweza kupata ushindi kwenye mechi ya leo. Na tatu niseme kwamba kila ambacho nilikuwa nakitarajia kimetokea. Niseme kitu kimoja, hiki ni kitu kizuri lakini ni kitu kibaya kwa namna moja. Ukisema kitu ambacho mlikuwa unakitarajia una maana gani? Ulitarajia kwamba Yanga ndio atakwenda fainali ama hukutarajia? Nilikuwa naomba kwenye dua zangu Yanga ende fainali. Si kwamba ulikuwa naomba dua kwamba Azam aende fainali. Azam atatupa mechi ngumu sana kuliko ya mtani, kwa sababu sisi tuna kisasi na mtani, sio Azam. Azamu ana kisasi na sisi tuna kisasi na Yanga, na ndio maana tunataka tukamuulize swali, tarehe 3 mwezi wa 3 tarehe 1 alitokaje ndani ya New Amani Complex baada ya kuingia fainali kesho kumtoa mafunzo. Mechi ya leo kwanza niwapongeze Yanga, walikuwa bora kwenye eneo la kiungo, eneo la ushambuliaji, kila eneo walikuwa wako bora zaidi. Azamu walikuwa dhaifu kwenye eneo la kiungo na upande wa kushoto, beki ya kushoto ambako anacheza Pasco Msindo pamoja na winga wake Idi Nado, walikuwa dhaifu sana, kwa sababu ukiangalia makosa mengi yametengenezwa eneo la upande wa Msindo. Binafsi naweza nikasema kwamba sisi kesho tumejiandaa kwa hali na mali. Msimu wa mwaka juzi alitutoa kwenye kombe la Mapinduzi kama sijakosea, ni timu ambayo tunacheza nayo kesho. Kwa hiyo kesho tutaenda kumuuliza swali, alipataje ushindi mbele ya Simba Sports? Unaelewa? Kwa sababu Simba hii ya Nsetioura, ya Libasa Gwe, Ino Luemba, fundi wa mpira, tutaenda kumpiga goli nyingi sana. Kumfunga mafunzo ni kazi ndogo sana, lakini hofu yangu ni kitu kimoja. Simba hatuna mwendelezo wa kumfunga mtani yani back to back kama alivyotufanyia yeye. Simba uwezo wao sisi hatuna. Hilo nizungumze wazi kabisa. Sawa. Hata Yanga ikiwa Yanga ya bakuli, uwezo wa kuifunga back to back hatuna. Ila itakuwa ni vizuri zaidi kama tutakuwa na mwendelezo mzuri wa kumfunga back to back. Yani maana yake mechi ya finali tarehe 29, tarehe 3 na mechi ya CRDB kama tutafanikiwa tutakutana, basi kama tutamfunga zote itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu ametufunga sana mara nyingi, ametugaragaza sana zaidi ya mara 6.5 kwa mujibu wa wao wenyewe wanavyozungumza. Lakini mbona hayo unazungumza kinyonge, kama huna uhakika kutoka moyoni? Sio, sina uhakika nao. Kwa dakika 90 sina shaka na kikosi bora na wachezaji wazuri, benchi la fundi ambao limekamilika, lakini nje ya uwanja ndo mashaka yangu. Viongozi wa Yanga African Modern Taarab wana ushirikiano mkubwa sana kuliko viongozi wa Simba Sports. Umeelewa? Hicho ndio kitu ambacho kinanipa mimi ukakasi. Yaani upande wa dakika 90 ndani ya uwanja sina shaka kabisa, wachezaji watacheza vizuri kwa uwezo wote, lakini tukitoka hapo, je, mechi nje ya uwanja imeandaliwa vipi? Viongozi wa Simba wanaridhika sana, wanapenda kufanya sana starehe kuliko kazi, lakini upande wa upinzani wetu Yanga African Modern Taarab, viongozi wao wakicheza na Simba Sports wanajua kama wanacheza na Juventus, wanajua wanacheza kama na FC Barcelona, yani wanakuja kwa kujiandaa kwa mara 3 ya vile walivyokuwa hata leo. Kwa hiyo binafsi ndio hofu yangu iko hapo, kwamba kama sisi tutaingia kesho fainali tutakuwa na kazi kubwa sana. Mimi nikushukuru, nikutakia kila laheri kwenye mchezo wako. Asante sana. Mungu ibariki Simba, Mungu nibariki mimi mzee wa kujichora pamoja na mashabiki wangu wote. Amina.